Karibu, hii ni Tanganyika TV. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kuhusu mzozo unaoendelea huko DRC kati ya jeshi la serikali na vikosi vya M23. Mahakama ya kijeshi jijini Kinshasa imeanza kusikiliza kesi dhidi ya maofisa wa juu wa jeshi la FARDC waliokimbia maeneo yao ya kazi wakati waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda walipovamia mji wa Goma na Bukavu. Majenerali watano wakiwemo wawili wa polisi na watatu wa jeshi la FARDC ndio walikuwa mbele ya mahakama kuu ya kijeshi. Miongoni mwao ni pamoja na makamu gavana wa Kivu Kaskazini Jenerali Ekuka Lipopo, kamanda wa eneo la 34 la kijeshi Alengibia Nyitetesia, kamanda wa brigadi la 11 huko Sake, kamishina wa polisi wa mkoa wa Kivu Kaskazini na mshauri wa gavana anayesimamia usalama na uratibu wa umma. Wote hao watahukumiwa kwa kuonyesha uoga, kupoteza vifaa vya kijeshi, silaha na risasi, kuchochea askari kufanya vitendo kinyume na sheria, uvunjaji wa amri na pia kukimbia adui na kuteka boti ya kibinafsi ya mfanyabiashara Vani Bishweka na kuwaacha maofisa wao bila amri. Wameshtakiwa kwa mujibu wa kifungu cha 36 na 68 za kanuni za kijeshi kwa mujibu wa mwendesha mashtaka. Kwa kesi hii, mahakama ya kijeshi itahukumu tu majenerali waliotumwa Goma huko Kivu Kaskazini, na kesi imepangwa tena kusikilizwa tarehe 20 mwezi huu. M23 wamekaribisha wito wa mazungumzo na serikali kwa masharti. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamekaribisha kwa masharti tangazo la Angola kushiriki kwenye mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya DRC ili kumaliza mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo. Kupitia taarifa yao, waasi hao wamesema watakuwa tayari kushiriki kwenye mazungumzo hayo yanayotarajiwa kufanyika jijini Rwanda. Hata hivyo, waasi hao wametoa sharti kwa Rais Felix Tshisekedi atangaze hadharani kuwa atashiriki kwenye mazungumzo hayo. Rais Tshisekedi katika kipindi cha nyuma amekuwa akigoma kuzungumza na waasi hao, akiwaita kuwa ni magaidi. Msemaji wa Rais Tshisekedi, Tina Salama, kupitia ukurasa wake wa X amesema serikali ya DRC inatambua jitihada za Angola, lakini hakueleza iwapo kiongozi wa nchi hiyo atashiriki. Angola, ambaye ni mpatanishi wa mzozo wa DRC, siku ya Jumanne alitangaza kuwa mazungumzo hayo ya moja kwa moja yataanza Machi 18. Mwezi Disemba mwaka 2024, Angola iliandaa mazungumzo kati ya Rais Felix Tshisekedi na mwenzake Paul Kagame. Mazungumzo hayo yalivunjika baada ya kiongozi wa Rwanda kutokwenda Angola. Takriban wanajeshi 20 wa Burundi wanaopigana na kundi lenye silaha la M23 na washirika wake wa Rwanda pamoja na jeshi la Kongo mashariki mwa DRC waliuawa katika mapigano siku ya Jumatatu na Jumanne. Vyanzo viwili vya jeshi la Burundi vimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP hapo jana Alhamisi. Afisa mmoja wa jeshi la Burundi amesema kwa sharti la kutotajwa jina kwamba kwa bahati mbaya waliopoteza karibu wanajeshi 20 na wengine 12 walijeruhiwa wakati M23 na wanajeshi wa Rwanda walipofanya shambulio kwenye maeneo yao huko Kaziba, milima inayoangalia bonde la Ruzizi. Kaziba iko takriban kilomita 20 kaskazini mashariki mwa Uvira, mji ulio kwenye ncha ya kaskazini magharibi mwa ziwa Tanganyika, unaopakana na mji mkuu wa kiuchumi wa Burundi, Bujumbura. Afisa huyo amesema mapigano hayo yalidumu kwa siku mbili, Jumatatu na Jumanne, kabla ya askari wao waliokuwa wamezingirwa kufanikiwa kutoroka. Lakini kwa shida ilibidi waachane na mkuu wa operation ya kikosi cha 10 cha Tafos, kikosi kazi, Meja Claude Ndikumana, ambaye alikuwa amejeruhiwa na baadaye kutekwa na wapiganaji wa M23. Chanzo kingine cha kijeshi kinakadiria kwamba kati ya wanajeshi 22 na 25 wa Burundi waliuawa. Akaunti kadhaa za watu walio karibu na M23 zilichapisha picha za meja huyo wa Burundi siku ya Jumatano, ambaye alitambuliwa na jamaa na afisa mwingine wa daraja lake. Wanajeshi wa Burundi waliondoka kilomita kadhaa zaidi kusini, lakini mapigano na M23 yaliendelea juzi na jana Alhamisi kwa nguvu ndogo. Kundi la M23 ambalo linadai kuwa linapigania kutetea maslahi ya Watusi mashariki mwa DRC linaungwa mkono na wanajeshi takriban 4,000 wa Rwanda, kulingana na taarifa za wataalamu. Tangu 2021, kundi hilo limechukua udhibiti wa maeneo makubwa
katika mikoa ya Kongo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ambayo inapakana na Rwanda. Kinshasa inamtuhumu jirani yake wa Rwanda kutaka kunyakua rasilimali tajiri ya madini ya Kivu Kaskazini na Kusini. Tangu mwaka 2023, Burundi imetuma zaidi ya wanajeshi 10,000 kusaidia jeshi la Kongo, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na Kinshasa. Kulingana na vyanzo vya kijeshi, nchi hiyo ilianza kuondoa wanajeshi mwezi uliopita mbele ya M23 kabla ya kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo la mpaka wake. Kundi la M23 liliendelea kusonga mbele kuelekea Minembwe, ambapo wanachama wa kundi la wapiganaji la Twiraneho, ambao wengi wao ni Watusi, wamekusanyika wakishtumiwa kwa kushirikiana na M23 na kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu DRC. Tamasha la hisani Solidarity Congo lazua hasira nchini Rwanda. Solidarity Congo, mshikamano Congo, ndio jina la tamasha la hisani la UNICEF lililotangazwa kufanyika Aprili 7 mjini Paris katika ukumbi mkuu wa Accor Arena, likiongozwa na wasanii wakubwa kama vile Gims, Yosofa, Faripupa na Angelique Kidjo. Tamasha la kuongeza ufahamu wa hali ilivyo mashariki mwa DRC na kuchangisha fedha kwa ajili ya watoto ambao ni wahanga wa vita kati ya jeshi na M23. Hatua hii ya kutoa misaada ilichochea hasira ya mamlaka mjini Kigali na vyama vya waathirika wa mauaji ya kimbali ya Watusi, kwa sababu Aprili 7 ni siku ya ukumbusho kila mwaka ya mauaji ya kimbali. Tukio hilo linatarajiwa kuahirishwa, lakini bado hakuna tangazo rasmi lililotolewa na waandaaji mpaka sasa. Nchini Rwanda, tarehe hii ambayo inaashiria mwanzo wa mauaji hayo mwaka 1994 inafungua kipindi cha siku 100 cha kumbukumbu na maombi kila mwaka. Tarehe 7 Aprili imeteuliwa kuwa siku ya kimataifa ya kutafakari mauaji ya Watusi na Umoja wa Mataifa. Kutangazwa kwa tarehe ya tamasha hili kumesababisha hisia kali kutoka kwa mamlaka ya Rwanda, ambao hawahoji tukio hilo na lengo lake la kukusanya fedha kwa ajili ya UNICEF, lakini tarehe iliyowekwa. Balozi wa Rwanda mjini Paris amesema ni chaguo la kuhuzunisha. Ukosoaji mwingine unatoka kwa jamii ya Wanyarwanda nchini Ufaransa inayowakilishwa na wakili Richard Gisagara. Hakuna anayepinga kuandaa hafla inayolenga kukusanya pesa kwa ajili ya waathiriwa, lakini ugumu tulionao kwa hakika ni tarehe ambayo imechaguliwa. Na juu ya yote, anayeongoza tamasha hilo ni Gims, ambaye anajulikana kwa kutoa maoni yenye chuki. Anashambulia jamii ya Watusi, na ndio maana tunataka tukio hili liahirishwe hata kidogo. Chama cha Ufaransa cha walionusurika nchini Rwanda kinachowakilishwa na Marcel Kabanda kinazingatia kwamba mmoja wa wakuu wa tamasha hilo, Gims, alitoa matamshi ya chuki dhidi ya Watusi ambayo aliimba mwaka 2022 maneno ya kumdhihaki Kagame, na kwamba uwepo wake katika hafla inayolenga kuchangisha pesa kwa watoto wahasiriwa wa mzozo huko DRC inahofia huenda maudhui ya chuki dhidi ya Watusi yakatawala. Hakuna tangazo rasmi lililotolewa kuhusiana na kuahirishwa kwa tamasha hilo, lakini wanachama wa shirika hilo ambao wanadai kuwa hakukuwa na utashi wa kisiasa katika kuchagua Aprili 7 wametangaza kuwa wanatafuta tarehe mpya watakayopatikana wasanii. UNICEF ambayo kwa kuzingatia mzozo huo pia iliomba kuahirishwa, hata hivyo inaendelea kuunga mkono tukio hilo na inasema kwa kuzingatia mahitaji, mpango huu wa mshikamano kwa manufaa ya watoto ambao ni wahasiliwa wa vita mashariki mwa DRC unawakilisha fursa muhimu ya kuhamasisha na kufadhili programu zetu. Na huo ndio mwisho wa habari kubwa za ulimwengu leo kutokea hapa Tanganyika TV, na hizo ni habari kuhusu mzozo unaoendelea huko mashariki mwa DRC kati ya jeshi la serikali na vikosi vya waasi wa M23. Mimi ni Erasto Mashauri. Kwa habari zaidi endelea kukaa karibu nasi hapa Tanganyika TV ili uwe karibu na habari zote za dunia hasa kutokea DRC. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako
na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.